Endelea na maandalizi kuelekea michezo iliyosalia ya ligi. Kwako binafsi, tathmini yako kwa michezo ambayo mmecheza na ile ambayo imesalia iko vipi? Tumekuwa na msimu wenye hisia mchanganyiko. Tumekuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi, lakini hatujakuwa bora sana kwenye safu ya ushambuliaji, hasa umaliziaji wa nafasi ambayo tumekuwa tukitengeneza. Nikiwa na matumaini kwamba katika hizi mechi zilizobakia tutaendelea kuimarisha kwenye hilo ili tuweze kupata maximum points kwenye hizi mechi zilizo mbele yetu na tuweze kugear up kwa ajili ya msimu ujao. Na kwanza kuona matokeo haya yatakuwa na maana gani mwisho wa msimu, alafu tupate cha kuanzia msimu ujao. Ujio wa Ibenge kocha kwa msimu huu na kile ambacho kinaendelea ndani ya Azam, tulipia kupata kusikia hata comment kutoka kwa kocha wa timu nyingine akimzungumzia Ibenge. Pengine kile ambacho ninyi mlikuwa nacho katika kile wakati mnamchukua na kile ambacho kilichopo mpaka hivi sasa mpaka anaongezewa mkataba, nahisi mko katika njia nzuri na ni kwa namna gani? Matokeo hayadanganyi. Matokeo yanaonyesha kwenye mashindano ya kimataifa kwa mfano tumepiga hatua ambayo hatukuwahi kuipata hapo kabla na tumeongoza Tanzania. Nadhani unajua hilo katika timu za Tanzania ambazo zimecheza mashindano ya kimataifa mwaka huu sisi ndio tumefanya vizuri zaidi na hata tuzo ya BMT zile za klabu bora tutapata sisi kwa sababu klabu yetu ndio imefanya vizuri kuliko klabu yote ya Tanzania. Si ile tuzo siipo kwa ajili ya klabu ambayo imefanya vizuri kimataifa. Walivyosema kimataifa. Sasa kuna klabu gani Tanzania imefanya kimataifa vizuri kuliko sisi? Dar City. Dar City fanya nini? Wamefika robo finali ya michuano ya Afrika ya basketball. Okay. Lakini wao sio mwaka wa mashindano yetu sisi. Ni mwaka huu wa mashindano kweli? Wao si 2026? Sisi sisi tulikuwa safari hii pia. Walimaliza na pointi ngapi wao kwao? Maana robo finali inaweza kawa baada ya mechi mbili robo finali. Kwa sababu hata sisi ingekuwa kama ndio nyakati fulani, hii ilikuwa mpaka nusu finali. So tuangalie zile ambazo wamepata, yani wamepata nini? Yani labda mechi walizocheza kama hizo mechi kwenye basket. Kwenye basket timu ikishinda inapata pointi ngapi? Nyinyi si ndio waandishi habari? Inapata nini yani ikishinda? Kwa sababu basketball unashinda game, ni game moja, game ya pili, game ya tatu. So utahesabia game zao wameshinda mpaka mwisho game ngapi na sisi tumeshinda ngapi afu tuangalie katika mchezo wetu katika mchezo wetu sisi huu ushindi wetu kama ni point ngapi na wao kama ni point ngapi afu tuweke mezani. Afu tuangalie sio? Kwa sababu ukipima tu robo finali inawezekana mfumo wa mashindano baada ya mechi mbili uko robo finali. Alafu utakuwa utende yake. So nadhani hivyo kinabidi anyway wanajua zaidi BMT wenyewe. Lakini kimsingi ni hivyo. Sisi hizo hatua hatukufika hapo kabla, tumefika safari hii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuona kwamba tukiendelea na Ibenge atatufikisha mbali zaidi hapa, kwa sababu hata tumetoka hatua ya makundi hatukuvuka kwenda robo finali, lakini unaona tulikuwa karibu sana kupita, kama sio sababu za hapa na pale zikiwemo za kibinadamu. Wale Wydad ambao tulicheza nao mechi ya mwisho kule kwao wakatufunga, sisi tulikuwa tunawafunga Zanzibar kama sio sababu za kibinadamu, unaona, na dynamics ya kundi ingebadilika kutokea pale. So hivyo vitu haviko kwenye mikono ya Ibenge, yani viko nje ya yeye. So yeye alifanya kazi yake vizuri na sile kazi tukaipenda, tumesema tuendelee naye. Hiyo ni kimataifa. Lakini hapa nyumbani pia ukiangalia Azam FC ilivyo sasa hivi imekuwa timu ngumu sana hata kuruhusu goli. Yani imekuwa timu ngumu sana kupata goli kwa Azam, sio kitu chepesi. Hadi tumeruhusu mabao machache zaidi nyumbani. Si nyumbani hatujaruhusu hata goli moja. Hatujaruhusu hata goli moja nyumbani. Lakini kwa jumla kwenye ligi mpaka sasa tumeruhusu goli 9. Hizi goli 9 kwa miaka mingine tulikuwa mpaka sasa hivi tumeshafunga goli wakati mwingine 20 na hadi muda huu kwa miaka mingine ilikuwa goli mpaka 20 au 10 plus. Unafahamu na hata ukiangalia hizi goli 9 ambazo tumeruhusu hadi mechi ya 21 tunacheza tumeruhusu goli 5. Of course ile mechi ile tukaruhusu goli 4 ndio zikawa hizi 9. Lakini ni siku naamka vibaya, si unaona Kwa kuruhusu goli nyingi kwenye mechi moja na kukaa mechi nyingi bila kuruhusu goli, alafu au kuruhusu kila mechi goli moja mpaka mechi 5. Au umecheza mechi 5, mechi moja umeruhusu goli 5, hizi 4 zote umetoka na clean sheet. Safu nzuri ya ulinzi ni hii ambayo imeruhusu mechi nyingi goli moja, lakini mechi nyingi imetoka bila kuruhusu goli, kwa sababu hiyo siku inawezekana waliamka vibaya. Alafu mambo yakawa tofauti.
lakini kipimo kinakuwa mfululizo wa matokeo, ile consistency. So sisi ukiangalia consistency yetu kwenye kuruhusu magoli iko bora sana, na maanake haturuhusu magoli mengi, na hicho ndio kitu ambacho tunaona ni kizuri, kwa sababu safu nzuri ya ulinzi ndio itakufanya timu yako ishinde mataji. Kuna dalili ya kutoka na chochote kitu msimu huu? Ya, bado mashindano yapo. Kuna mashindano mawili ambayo yako mikononi hadi sasa. Nadhani hata nyinyi mnajua, na tuna mechi, tuko nusu finali, kuna ligi bado inaendelea. So acha tuone itakavyokuwa. Ndani kama ya wiki mbili pengine mnahitajika kucheza mechi takriban 6 hivi. Hii kwenu ninyi mnajipanga vipi hapa, na kuna ugumu wote mnahisi mnaweza kukutana nao kwenye moja kati ya malengo yenu? Sijafanya tathmini ya kutosha hizo mechi 6 sisi na wapinzani wetu wanacheza hizo 6 au watakuwa na 2 wao katika hao tutakutana nao katika hicho kipindi. Sasa ukijua kwamba nyinyi mnacheza mechi 6 ndani ya muda mfupi, alafu wenzenu katika kipindi hicho na mechi 3, unaweza kaona kwamba inawezekana sisi tukawa tunasumbuliwa na uchovu kwenye hizo mechi. So mpaka niwe kwenye nafasi nzuri ya kujua na hao wapinzani wetu wenyewe na 6 kama sisi, kama na wao wana 6 kama sisi, itakuwa maisha ya kawaida, haitakuwa excuse kubwa sana kwenye na jambo lingine pia, mnaweza mkabaki na mechi sawa sawa 6, lakini kumbe wewe una mechi nyingi za kusafiri kuliko wenzako ambao watacheza nyumbani mechi hizo zote. So hayo mambo yote hayo inabidi kuangaliwa kwanza kwa makini na kuweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kulizungumzia hilo. Endelea na maandalizi kuelekea michezo iliyosalia ya ligi. Kwako binafsi, tathmini yako kwa michezo ambayo mmecheza na ile ambayo imesalia iko vipi? Ya, tumekuwa na msimu wenye hisia mchanganyiko. Tumekuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi, lakini hatujakuwa bora sana kwenye safu ya ushambuliaji, hasa umaliziaji wa nafasi ambayo tumekuwa tukitengeneza. Nikiwa na matumaini kwamba katika hizi mechi zilizobakia tutaendelea kuimarisha kwenye hilo ili tuweze kupata maximum points kwenye hizi mechi zilizo mbele yetu na tuweze kugear up kwa ajili ya msimu ujao. Na kwanza kuona matokeo haya yatakuwa na maana gani mwisho wa msimu, alafu tupate cha kuanzia msimu ujao. Ujio wa Ibenge kocha kwa msimu huu na kile ambacho kinaendelea ndani ya Azam, tuliwahi pia kupata kusikia hata comment kutoka kwa kocha wa timu nyingine akimzungumzia Ibenge. Pengine kile ambacho ninyi mlikuwa nacho katika kile wakati mnamchukua na kile ambacho kilichopo mpaka hivi sasa mpaka anaongezewa mkataba, nahisi mko katika njia nzuri na ni kwa namna gani? Ya, matokeo hayadanganyi, matokeo yanaonyesha kwenye mashindano ya kimataifa kwa mfano tumepiga hatua ambayo hatukuwahi kuipata hapo kabla na tumeongoza Tanzania. Nadhani unajua hilo katika timu za Tanzania ambazo zimecheza mashindano ya kimataifa mwaka huu sisi ndio tumefanya vizuri zaidi na hata tuzo ya BMT zile za klabu bora tutapata sisi, kwa sababu klabu yetu ndio imefanya vizuri kuliko klabu yote ya Tanzania. Si ile tuzo si ipo kwa ajili ya klabu ambayo imefanya vizuri kimataifa. Walivyosema kimataifa. Sasa kuna klabu gani Tanzania imefanya kimataifa vizuri kuliko sisi? Dar City. Dar City fanya nini? Wamefika robo finali ya michuano ya Afrika ya basketball. Okay. Ya, lakini wao sio mwaka wa mashindano yetu sisi. Ni mwaka huu wa mashindano kweli? Wao si 2026? Sisi kwamba okay, sisi tulikuwa safari hii pia. Walimaliza na pointi ngapi wao kwao? Maana robo finali inaweza kawa baada ya mechi 2 robo finali. Kwa sababu hata sisi ingekuwa kama ndio nyakati fulani, hii ilikuwa mpaka nusu finali.